Bwana Exaudi, uko vizuri? Nipo vizuri kabisa. Habari hapo studio brother Godimuya? Tuko vizuri. Karibu sana kwenye kamati. Tupo na Exaudi Mrosso ambaye ni mwanasheria na nataka tuzungumze naye maswali machache tu, yani kwa uchache tu kuhusiana na hiki ambacho tunakijadili asubuhi hii ya leo. Ndugu yangu, nimekushtukiza, lakini naomba kidogo tusaidie kisheria kwa sababu nyinyi ndio wataalamu wa haya mambo bana. Leo ndio taifa linakwenda kufahamu uamuzi wa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Nini kinakwenda kutokea sasa kwa Tundu Antipas Lissu, akikutwa na kesi ya kujibu ama kuachiliwa huru, kwamba kama hana. Sasa tunatamani kufahamu kisheria inakuwa vipi akikutwa na kesi ya kujibu, nini kinafuata, na akikutwa hana kesi ya kujibu inakuwaje? Tunatamani kupata ufafanuzi wa kisheria tuweze kuendelea vizuri. Karibu sana. Okay, asante sana brother Godimuya. Cha kwanza naomba kuwa inform wa Tanzania kwamba kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu hatua ilipofikia ni kwamba walishafanya mawasilisho. Upande wa mtuhumiwa aliweza kufanya mawasilisho ya submission of no case to answer, yani kwamba yeye hana kesi ya kujibu. Lakini upande wa jamhuri ulifanya kwamba kwa mujibu wa ushahidi wa mashahidi 17 waliowasilisha, basi ushahidi huo hata kama mtuhumiwa asipojitetea, basi ushahidi huo unaweza kutosha kumtia Tundu Antipas Lissu hatiani. Na ufanya hayo kwa mujibu wa kifungu cha 312 cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai sura ya 20 kama ilivyo kwenye urekebu mwaka 2023. Sasa ukisoma sheria hii kwa mujibu wa kifungu hicho, ina maana mahakama ina options zifuatazo. Ina maana mahakama inaenda kufanya assessment, kuchambua ushahidi ule ambao jamhuri iliwasilisha, na utakuja na findings ambazo zitaonyesha kama mtuhumiwa atakutwa na kesi ya kujibu kwa mujibu wa kifungu cha 312, mahakama itatoa nafasi zifuatazo kwa mtuhumiwa kwa mujibu wa kifungu cha 312 kifungu cha pili. Ya kwanza ni kumpa mtuhumiwa haki yake ya kuwasilisha ushahidi. Yeye mwenyewe atapewa haki au ataelezwa haki pia ya kuita mashahidi kama anao. Lakini pia atapewa haki ya kukaa kimya kama hajisikii kujitetea. Na kama akichagua pia kukaa kimya, aliamua kukaa kimya, na itatoa maamuzi kwa mujibu wa ushahidi ambao ulishawasilishwa na upande wa jamhuri. Na endapo sasa mahakama itathibitisha kwamba katika ushahidi wa mashahidi 17 uliowasilishwa, ushahidi huo mtuhumiwa hana kesi ya kujibu, basi mahakama itamwachia huru kwenye makosa haya. Na itakumbukwa pia mtuhumiwa katika mawasilisho yake aliomba mahakama kwamba endapo mahakama itakuja na uamuzi kwamba mtuhumiwa hana kesi ya kujibu, anaiomba mahakama iamuru upande wa jamhuri imlipe fidia kwa mujibu wa kifungu cha 367 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 kama ilivyofanyiwa urekebu mwaka 2023. Endapo itaona kwamba makosa yale ni ya uonevu na hajahukumi, yani alistakiwa pasipokuwa na sababu za msingi, na mahakama inaweza ikapanga tena sasa siku nyingine kwa ajili ya kuja kusikiliza mawasilisho ya kivipi aweze kulipwa fidia zake. Asante sana brother Godfrey. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba akikutwa hana kesi ya kujibu kwa maelezo yako, maana yake moja kwa moja ana uwezo wa kuachiwa hata leo hii. Ndio. Sawa. Na kwa upande wa ikitamatika sasa moja kwa moja na yani hapo manake tunazungumzia kwamba lolote litakalotokea siku ya leo, kwa mfano amekutwa na kesi ya kujibu na kesi imekwenda mpaka amekutwa na hatia ya hicho kitu ambacho anashtakiwa nacho. Baada ya hapo adhabu ikatoka,
na labda ukatoka msamaha wa rais, kwa sababu rais ana nguvu hiyo ya kumsamehe mfungwa akarudi uraiani, nafasi zake zinakuwa katika hali gani? Hasa ukiangalia ni mwenyekiti wa chama cha siasa, lakini pia kwa upande mwingine ni makamu mwenyekiti wa IPU. Ni mtu ambaye ana nafasi tofauti tofauti. Inakuwaje katika hilo? Okay. Kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa mujibu wa sheria zetu ni kwamba mtuhumiwa yeyote anapotiwa hatiani tayari anakuwa ashaingiza criminal record. Na ukiangalia shtaka analoshtakiwa nalo Mheshimiwa Tundu Lissu kwa mujibu wa kifungu cha 39 ni shtaka la uhaini, ambalo endapo hukumu yake ikitoka, hukumu yake ni kunyongwa hadi kufa. Na rais kwa kuwa ana mamlaka pia ya kusamehe ambayo amepewa kikatiba, anaweza pia akaamua kumsamehe, lakini kumsamehe kwake haifupi kwamba hana criminal record. Na kama ana criminal record tayari inamuondolea zile sifa, sio tu kwenye chama chake kuwa mwenyekiti, lakini pia hata kwenye katiba yetu kama anataka kuja kugombea nafasi yoyote katika ngazi za kisiasa. Ukisoma katiba yetu inamzuia kugombea kwa sababu washapoteza ile sifa ya kutiwa hatiani, kwa sababu ukishatiwa hatiani mahakama automatically inaingiza records zako kwamba wewe ni mtuhumiwa na ni mfungwa. Lakini pia kwenye mfumo pia wa jeshi la polisi kule wakikesi wanapata kwamba huyu mtu aliwahi kutiwa hatiani hata kama amekuja kutoka kwa msamaha wa rais. Na hata ukiangalia ibara ya 67 kwa mfano maybe ana mpango wa kuja kugombea urais, ana mpango wa kuja kugombea ubunge tena. Ibara ya 67 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hairuhusu mtu ambaye alishawahi kuwa convicted kwenye makosa ya jinai kuweza kugombea nafasi hizo. Kwa hiyo itakuwa ni doa kubwa sana kwa upande wake. Sawa, wanasema jinai haifi kabisa. Ili la nyongeza na la mwisho, wanasema jinai haifi. Kwa mfano DPP akiamua kupotezea hili ama ku withdraw yale mashtaka ambayo anayo sasa hivi Tundu Lissu, baadaye ana uwezo wa kuyarejesha, na akiyarejesha anarejesha katika stage ipi? Hii ambayo wapo au anaanza tena upya? Karibu sana. Okay, itakumbuka vizuri kwamba kwa mujibu wa sheria zetu DPP amepewa mamlaka ya internally prosecute pale ambapo anaona kabisa ushahidi alionao hautoshelezi kufanya prosecution kwa mtu ambaye anashtakiwa. Lakini hilo swala alipaswa kuliweka bayana kabla ya hapa sasa hivi ambapo tunafikia kwamba kwenda kuangalia mtuhumiwa kama ana kesi ya kujibu au la. Sasa hivi hatua iliyobakia ni upande wa mahakama kuja na uamuzi kama mtuhumiwa ana kesi ya kujibu au hana. Na kama DPP alikuwa na mpango wa kuinternally prosecute, ina maana kwamba alikuwa na uwezo wa kuinternally prosecute, kuliondoa shauri mahakamani, na anaruhusiwa pia kushtaki kwa mara nyingine tena, na shauri linapaswa lianze upya baada ya shauri hilo kuondolewa mahakamani. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma tupo karibu
karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.